Vyombo vya habari vyasema Putin hatetereshwi na mashinikizo ya Marekani. Vyombo vya habari vya Marekani vimefichua kuwa licha ya mapendekezo yaliyotolewa kwa Putin na mjumbe maalum wa Trump katika masuala ya Asia Magharibi, lakini bado Putin hayuko tayari kuacha msimamo wake kuhusu Ukraine. Shirika la habari la Mehr limenukuu habari hiyo na kuandika kuwa licha ya juhudi za Washington za nyuma ya pazia za kujaribu kuifurahisha Kremlin na kuendeleza makubaliano ya amani kati ya Russia na Ukraine, lakini duru za habari zimeliambia gazeti la The Washington Post kwamba Rais Vladimir Putin wa Russia hajalegeza msimamo wake kuhusu Ukraine. Steve, mjumbe maalum wa Trump katika eneo la Asia Magharibi, alizungumza na Putin kwa zaidi ya saa 4 mwezi huu akijaribu kuandaa pendekezo ambalo lingekubaliwa na Russia, lakini kwa mujibu wa gazeti la Marekani la The Washington Post, Vladimir Putin amekataa kulegeza kamba. Kwa mujibu wa gazeti hilo, mfumo uliopendekezwa na Steve ulijumuisha makubaliano makubwa ya usalama kwa Moscow ambayo yamepingwa vikali na Ukraine na washirika wake wa Magharibi. Kwa upande wake, tovuti ya habari ya Bloomberg imeripoti kuwa serikali ya Marekani inafikiria kutambua rasmi haki ya Russia ya kuidhibiti rasi ya Crimea kama sehemu ya makubaliano mapana ya amani kati ya Moscow na Kiev, lakini uamuzi wa mwisho bado haujafikiwa. Kwa mujibu wa duru mbalimbali za kuaminika zilizozungumzwa na Bloomberg News, Marekani iliwasilisha mapendekezo kadhaa kwa washirika wake mjini Paris siku ya Alhamisi, ikiwa ni pamoja na masharti ya kusitishwa vita Ukraine, kulegezwa vikwazo dhidi ya Russia iwapo makubaliano yatafikiwa, na kurejeshwa utulivu. Hii ina maana kwamba maeneo mengi ya Ukraine yataendelea kuwa chini ya udhibiti wa Russia. Vile ni kupeleke sasa kwenye vita vya Israeli dhidi ya kikundi cha Hamas, vita ambavyo vimepelekea Wayahudi wa Uingereza nao pia kufanya maandamano na kulaani vita vya Israeli dhidi ya watu wa Gaza. Lakini nikwambie, kwenye siku hii ya Pasaka, mashambulizi ya leo tarehe 20 ya utawala wa Israeli katika maeneo mbalimbali ya Gaza yamesababisha vifo vya watu 18 na wengi kujeruhiwa. Vyombo vya habari aminifu vinasema, ripoti zinasema kuwa katika mashambulio ya leo ya ndege za kivita za Israeli kwenye mkusanyiko wa raia kwenye mtaa wa Al-Nakhil kwenye kitongoji cha Al-Shaf, watu 5 waliuawa shahidi na miili yao kuhamishiwa katika hospitali ya Al-Ma'madan. Kwa mujibu wa ripoti hii, maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la Al-Khan mashariki mwa Jabalia na Beit Hanun pia lilengwa na mashambulizi ya mizinga ya Israeli hii leo, na helikopta pia zilifyatulia baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa ripota wa Al-Alam, maeneo ya kusini mwa ukanda wa Gaza lilengwa na ndege za kivita za Israeli na watu 5 waliuawa shahidi katika shambulio lililolenga kituo cha mikusanyiko raia katika eneo la Safa. Pia watu 2 waliuawa shahidi katika shambulio kwenye eneo la kati la ukanda wa Gaza mapema asubuhi ya leo, ambapo lililenga nyumba ya familia ya Darwish katika eneo la kambi ya wakimbizi ya Nuseirat. Wakati huo huo, wizara ya afya Palestina imetahadharisha kuwa watu 200,000 wenye maradhi thakili wako hatarini kupoteza maisha kutokana na jeshi la utawala wa kizayuni wa Israeli kuendelea kuvifunga vivuko, jambo ambalo linavuruga pia utendaji kazi wa hospitali katika ukanda huo. Vile wizara mambo ya nje ya mamlaka ya ndani ya Palestina imetoa tahadhari kutokana na kuongezeka uchochezi unaofanywa na makundi ya walowezi wa kizayuni wa mrengo wa kulia wanaotaka kubomolewa msikiti wa Al-Aqsa ulioko Baitul Muqaddas mashariki inayokaliwa kwa mabavu. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo imelaani video iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba ambayo imesambaa kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii ya Wazayuni wenye misimamo mikali ya chuki, ikiwa na anwani mwaka ujao huko Jerusalem. Video hiyo inaonyesha msikiti wa Al-Aqsa ukilipuliwa na mahala pake kujengwa kile kinachoitwa hekalu la 3. Katika taarifa yake hiyo, wizara mambo ya nje ya Palestina imeelezea video hiyo kuwa ni uchochezi ulioratibiwa unaolenga kuzidisha hujuma dhidi ya maeneo matakatifu ya Kiislamu na Kikristo katika eneo la Baitul Muqaddas inayokaliwa kwa mabavu. Imesema uongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia wa utawala wa kizayuni wa Israeli unapata uthubutu wa kuendeleza ajenda yake ya uyahudishaji na ya kikoloni kutokana na hatua na mijibizo hafifu inayochukuliwa kimataifa kukabiliana na jinai zake za mauaji ya kimbari inayoyaendeleza dhidi ya Wapalestina, hususan wa ukanda wa Gaza. Wakati viongozi wa utawala ghasibu wa Israeli wanadai kuwa wanadumisha makubaliano ya kisheria yaliyofikiwa kuhusu msikiti wa Al-Aqsa, wakfu wa Kiislamu katika mji mtukufu wa Quds umeyakabidhisha vikali madai hayo. Makubaliano hayo yanayorejea kwenye kipindi cha kabla ya 1967 yanataka wakfu huo uwe ndiye msimamizi wa eneo la msikiti wa Al-Aqsa na ni Waislamu pekee waruhusiwe kusali katika eneo hilo. Vile
Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni wa Israeli vimeripoti tukio kubwa la usalama katika ukanda wa Gaza na pigo jingine jipya kutoka kwa mukawama dhidi ya wanajeshi vamizi wa Israeli. Vyombo vya habari vya Kizayuni viliripoti kutokea tukio hatari la kiusalama kwenye jeshi la Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza ambalo limelilazimisha jeshi la Israeli kutumia helikopta kuhamisha maiti na majeruhi. Duru za utawala wa Kizayuni zimethibitisha habari hiyo na kusema wanajeshi hawa wa Israeli wameuawa kwenye mashambulizi ya mukawama dhidi ya wanajeshi wa Israeli kwenye kitongoji cha Al-Tufa mashariki mwa mji wa Gaza. Vyombo vya habari vya Kizayuni vimeripoti pia kuwa helikopta za Israeli zimetumika kusafirisha wanajeshi waliojeruhiwa kutoka ukanda wa Gaza, baadhi yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Mtandao wa habari wa Hadashot wa utawala wa Kizayuni nao umeripoti kuwa mwanajeshi mmoja wa Israeli amejeruhiwa katika mapigano na makundi ya mukawama kwenye ukanda wa Gaza. Mwanajeshi huyo wa Israeli amejeruhiwa vibaya kiasi kwamba helikopta za Israeli zimelazimika kutumika kusafirisha majeruhi hao, akiwemo mwanajeshi huyo. Vilevile wawakilishi kadhaa wa jamii ya Wayahudi nchini Uingereza wamelaani sera za serikali ya Benjamin Netanyahu, wakiishutumu kwa kutenda kinyume na maadili ya Kiyahudi kuhusiana na vita dhidi ya watu wa Gaza huko Palestina. Sambamba na hayo, shirika la Marekani la Jewish Voice for Peace limetoa wito kwa utawala wa Rais Donald Trump kukomesha mara moja ufadhili kwa jeshi la Israeli. Katika barua ya wazi iliyochapishwa na Financial Times, wajumbe 36 wa Baraza la Wawakilishi wa Wayahudi wa Uingereza, chombo kikubwa zaidi kinachowakilisha jamii ya Wayahudi nchini Uingereza, wameandika kwamba kinachotokea kiweze kuvumilika na kwamba hawawezi tena kukaa kimya. Maadili yetu ya Kiyahudi yanatulazimisha kusimama na kusema wazi. Barua hiyo imesema sera na hatua za serikali ya Netanyahu zinakinzana na maadili yetu ya Kiyahudi. Tunapinga vita, tunahuzunishwa na kupoteza maisha ya Palestina. Wawakilishi wa jamii ya Wayahudi nchini Uingereza pia wamelaani kuanzishwa tena mashambulizi ya Israeli huko Gaza mnamo Machi 18 baada ya kusitisha mapigano kwa miezi miwili. Hii ni mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Benjamin Netanyahu dhidi ya Gaza, ambapo wajumbe baraza hilo wanaikosoa hadharani serikali ya Israeli. Vile utawala wa Trump unapanga kupunguza makumi ya balozi za Marekani duniani kote, ambapo umependekeza kufunga balozi na balozi ndogo karibu 30, ndani ya nusu zikiwa barani Afrika. Mpango huu ni sehemu ya mpango mpana wa serikali ya Trump wa kupunguza bajeti ya wizara ya mashauri ya kigeni ya Marekani kwa karibu 50%, ikilenga kupunguza misaada ya Washington kwa nchi mbalimbali duniani kwa takriban 75%. Waraka kutoka wizara ya mshauri ya kigeni ya Marekani imeeleza kuwa balozi zilizopendekezwa kufungwa ni pamoja na balozi za Marekani nchini Lesotho, Eritrea, Jamhuri ya Afrika Kati, Jamhuri ya Kongo, Gambia na Sudani Kusini. Zaidi ya hayo, balozi ndogo za Marekani huko Durban, Afrika Kusini na Douala nchini Cameroon zinatazamiwa kufungwa, huku majukumu yao yakitazamiwa kuhamishiwa katika nchi jirani. Wakosoaji wa pendekezo hilo la serikali ya Trump wameelezea wasiwasi wao kwamba kupunguza uwepo wa Marekani kidiplomasia barani Afrika kunaweza kupunguza ushawishi wa nchi hiyo katika bara hilo, hasa wakati huu ambapo mataifa mengine yenye nguvu duniani kama vile Uchina yanaendelea kupanua uwepo wao barani Afrika. Wanasema kuwa kufungwa balozi na balozi ndogo za Marekani katika nchi za Kiafrika kunaweza kuzuia uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi na kadhalika. Vile ripoti zinaonyesha kuwa Umoja wa Ulaya unabuni mikakati ya kupambana vilivyo kwenye vita vya kibiashara vilivyoanzishwa na utawala wa Marekani unaoongozwa na Donald Trump. Umoja wa Ulaya unaendelea na mkakati wake wa kuwa na njia za kukabiliana kivitendo na vita vya kiushuru vilivyoanzishwa na Donald Trump, ikiwa ni pamoja na kuyawekea vikwazo mauzo ya baadhi ya bidhaa za Marekani kama sehemu ya kulipiza kisasi. Habari hiyo imeripotiwa tena na vyombo vya habari vikinukuu taarifa iliyotolewa na tovuti ya habari ya Bloomberg. Duru za kuaminika za Umoja wa Ulaya zimenukuliwa na Bloomberg zikisema kuwa EU inakusudia kutumia vikwazo hivyo kwa baadhi ya bidhaa za Marekani kama mkakati wake wa kupambana na utawala wa Donald Trump. Limeandika, hatua hizi zitatumika tu ikiwa mazungumzo yanayoendelea baina ya Umoja wa Ulaya na Marekani hayatazaa matunda ya kuridhisha. Mazungumzo ya kupunguza mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na mataifa ya Ulaya hadi sasa hayajazaa matunda. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.